Leo ni Jumamosi tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 2025. Katika Open Mic za Leaders TV tuangazie maoni ya wachambuzi wa siasa na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kurejea kwa rais mstaafu Joseph Kabila nchini DRC. Mimi ni Machumbeto Nganolami Crystal. Katika uchambuzi huu nimeungana naye mzee Alexi ambaye ni mchambuzi wa siasa za DRC akiwa Marekani. Ndugu Alexi, jambo. Sijui unanifuata vizuri pale. Tangu jana ni kwamba taarifa zilizagaa kwamba Rais Joseph Kabila ambaye ni rais mstaafu wa DRC aliwasili kule Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akipitia Kigali na kuingia Goma. Nyinyi kama wachambuzi wa siasa mkiwa nje ya nchi, mmepokeaje ujumbe wa Kabila kurejea nchini? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali lako nzuri. Ni kwamba nataka kuambia wakongomani mahali popote walipo kwamba wasingeachia mwanya kwa Joseph Kabila kuingia tena kwa ardhi ya Kongo, kwa sababu Joseph Kabila ni mtu amefanya mauaji makubwa tangia angali kwenye uongozi, na pia mauaji yanayokwenda kuendelea hapo Goma na Bukavu ni yeye pamoja na Rwanda na Uganda na nchi zingine Kenya na kadhalika ndio wanaenda kuendelesha mauaji katika ardhi ya Kongo. Kwa hiyo ujio wa Joseph Kabila Kongo sio nzuri na usingekuwa na upashwe kuwa. Kwa hiyo nataka kusimamisha wakongomani na kuwahimiza kwamba Joseph Kabila anapashwa awindwe mahali popote alipo ili atolewe katika ardhi ya Kongo, kwa sababu anaendelesha kuua wakongomani, anaendelesha kunyanyasa wakongomani, anaendelesha kuharibu nchi ya Kongo. Kwa hiyo Joseph Kabila hapashwi kukanyaga katika ardhi ya Kongo. Ndugu Alexi, kwa kile unachozungumza kwamba Joseph Kabila hawezi akaachwa huru kurudia Kongo, sijui upande mwingine kuna baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema kwamba huenda kurejea kwa Kabila kunaweza kutuliza ghasia ambayo inapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa vita ambavyo vinaendelea kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. Upande wako umetathmini vipi wachambuzi hao ambao wanasema kwamba huenda kurejea kwa Kabila kunaweza kuleta suluhu ya amani? Hawa wanaosema kwamba kurudi kwa Joseph ndo kunaweza leta suluhu ya amani ni wazembe watupu, kwa sababu kamwe muuaji hawezi kuleta amani, mwizi hawezi leta amani. Haiwezekani hiyo. Mtu anaokwenda kubomoa nchi haiwezekani alete amani huyo mtu. Kazi yake ni kuwindwa na kutoshwa katika ardhi, na Biblia inasema usimpe adui dakika 5. Joseph Kabila aliua nchi yetu na anaua wakongomani kisaikolojia. Analeta rushwa nyingi sana pamoja na usaliti wa wakongomani kwa wakongomani wenyewe. Mpaka leo wakongomani hawajitambui kwa ajili ya uongozi wa Kabila. Kwa hiyo nataka kuhimiza wakongomani wale shauria wakongomani wengine kwamba Joseph anaweza leta suluhu ya Kongo. Si kweli na ni uongo mtupu, kwa sababu msaliti, muuaji, mharibishaji wa nchi hawezi leta suluhu ya nchi. Hilo nataka niwaambie wakongomani vizuri, wajue kwamba Joseph Kabila hapaswi kuwa ndani ya nchi yetu, kwa sababu ni muuaji. Mtu mwenye haiko anakumbuka mema wakongomani waliomfanyia ya kumpa uraisi wa nchi ya Kongo kama mgeni, alafu matunda yake ni kuua wakongomani na kuharibu nchi ya Kongo kwa wakongomani, pia kuharibu nchi ya Kongo kwa hawa wanajeshi wa Kongo hawajitambui, wote wanaenda kwa kusaliti nchi na kutoa mavazi ya nchi na kukimbia. Ukitamka kwamba Joseph Kabila ni mgeni, alipewa madaraka ya urais na wakongomani, inakuwaje mgeni ambaye si mkongomani
ahudumu miaka 18 kwenye kiti cha urais, alafu aitwe mgeni katika nchi ya Kongo. Wewe umelitoa wapi hili? Una uchambuzi wa kuonesha bayana ugeni wa Kabila? Ni kwamba huyu mtoto ni mtu alikuja na baba yake Kabila akiwa mtoto mdogo tu, na hivyo akakomalishwa hivyo. Alipokomalishwa akapata neema ya kuwa mahali pale kwa kichwa cha uongozi wa Kongo. Wakongomani walitumainia labda anaweza kuwafanyia chochote licha ya ugeni wake, lakini matokeo yake alianza kuua watoto wa nchi. Kwanza alianza kuua wale aliokwenda nao, wakampa ile nafasi kwamba kaa hapa, na wakongomani wote walifurahia na wakawaza kwamba anaweza kufanyia jambo nzuri. Lakini matokeo yake ni mauaji, matokeo yake ni kugawanya Kongo, matokeo yake ni kubomoa Kongo, matokeo yake ni kuua wababa, wamama, watoto, kupiga kwenye miti, wamama kubakwa lisizokuwa nzuri la kinyama, na vijana kuuawa hadharani, kupigwa. Ndugu Alexi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ukiwa kule Marekani, huenda tukutakie mchana mwema, maana saa hizi Marekani ni mchana, hapa ni saa 9 alasiri. Didas TV nasema kwamba mchana mwema na kwaheri. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa niaba ya nchi yangu nasema asante sana, na naomba wakongomani wanisikilize kwa hilo.